Marshal TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku. Kuna vitu vingi sana. Nikaona nisitoke hapa bila kuongea na huyu mzee. Mzee, kuna namna ambavyo amefanya vizuri kwenye hii movie. Tulikuwa wote hapa, lakini tunataka tujue sasa hii experience ambayo ameionyesha hapa. Lini alianza kuifanya? Na wapi alianzia safari yake ya uigizaji? Mzee wangu, shikamoo. Marhaba, hujambo? Si jambo kabisa. Hongera kwa hiki ambacho nimekiona umekifanya hapa. Asante. Mpaka umefahamiana na Maburo ambaye ni Mama Zuu. Safari yako na yeye ilianzia wapi? Mimi Mama Zuu namfahamu kama vile watu wote wanavyokuaga wanafahamu wasanii kupitia mitandao na mambo mengine, lakini kumuona live ni leo. Nilikuwa kama vile mara ya kwanza mimi na yeye kukutana. Kweli? Kwa hiyo nimekuja hapa nikiwa na mwito wake kulingana na jinsi mmevyosikia hapa, anasema kwamba yeye amependa hii nani yake ashirikishe karibia wasanii wote. Uliwasha hii? Uliwasha? Kwa hiyo kwa wale ambao huwa anafanya nao kazi kwa karibu zaidi walimwambia aseme kama ndio hivyo basi kuna mtu mwingine muhimu na tumecheza naye picha mbalimbali na yeye tutabidi tumlete. Kwa hiyo ndio ikawa mara ya kwanza kukutana naye. Labda ikukuletea mshtuko kwa sababu ni star, ni mtu ambaye anafahamika, ni mtu ambaye ni maarufu hapa kambini. Haikukuletea mshtuko labda kufanya naye kazi? Kwa kweli mimi ananifahamu na vitu vyangu ananifahamu, hata mimi namfahamu. Unajua muonekano wa mtu akiwa mbele ya runinga na muonekano wa kawaida huwa vinatofautiana. Kwa hiyo nimesema namfahamu kwa sababu nilikuwa ninamjua kama kijana. Mara nyingi alikuwa anakuja kwenye location ambazo mimi niko, unaona? Lakini sasa wakati nimemkuta hapa tena na kusema ndio Mama Zuu, sasa ndio imenichanganya kidogo kabisa kwamba kumbe ndo huyu namfahamu, lakini simfahamu kama Mama Zuu. Namfahamu kama kijana au anafika kwenye location ambazo mimi nipo, anaona kazi, anasema mzee yuko vizuri. Sasa ndo hivyo. Unaamini haya masuala ya mamovie, ya kucheza mamovie haya yana kipato? Nikizungumza kipato sio kama unanielewa. Nakuelewa. Watu wanafaidika sana kwenye haya masuala ya movie. Kwa kweli kwenye masuala ya movie watu wanafaidika. Lakini naweza nikasema kwamba wanakuwa wachache ndio wanafaidika kutokana na kwamba uaminifu bado. Ile hela kidogo ikipatikana, sasa mmoja ikifikia mikononi mwake, yeye anaona sasa yeye ndo ana mdomo mkubwa, wengine sasa hiyo ndio inaleta shida. Lakini kama uaminifu ungekuwepo na kujua kwamba tumeshirikisha watu, kile kidogo kilichopatikana sisi wote tunani, kila mtu angekuwa anasema kweli hapa kuna faida. Lakini ile faida inapokuja ndogo inapata tena wachache tu, wengine hawafikiwi. Sasa wale wanaanza kuharibu sasa sana, wanapeleka taarifa mbaya kwamba tulifanya kazi kwa mtu fulani, hatukuambulia kitu, kumbe kitu kilikuwepo, lakini sasa kilikuwa kidogo. Hicho kidogo ungekifikisha kama kidogo, ingekuwa vizuri zaidi. Na unahisi changamoto iko wapi sana kwenye masuala haya ya mamovie, kama mzee ambaye ni mkubwa kuliko sisi vijana? Changamoto sioni changamoto sana, lakini ninaona labda kwa vijana wanalalamika, changamoto zinakuwa kwao pale wanaposema kwamba wakati mwingine kulingana na mazingira yetu na mila zetu, tamaduni zetu za baadhi ya Waafrika ambao hawajaendelea kwenye masuala haya, wanaonekana kwamba labda nini. Sasa hicho labda ndio changamoto, lakini changamoto zaidi ni kwamba tunakuwa na uhaba wa vifaa vitendea kazi. Hiyo inakuwa changamoto kabisa, mimi ninayoishuhudia. Huyu sasa Mama Zuu kwenye hii movie amekulipa kidogo? Kwa Mama Zuu
kama nilivyokuambia kwamba kuna mtu amenileta na tulivyokuja tumefikia kazini, lakini najua atanilipa. Neno moja sasa kwa mashabiki ambao wanatuangalia sasa hivi kuhusiana na movie hii ambayo inatengenezwa hapa. Kwa kweli wategemee kitu kizuri. Nadhani watu wengi wameshasema ni kitu kizuri na ni kitu kizuri kweli. Kwa sababu Wabembe tuna kauli moja inayosema kwamba ya tenda wahenga yemo tenda moto. Yana maana kwamba aliyeenda shamba anakuja na jambo lile lile, na waliokutwa mjini ni lile lile. Ujue kwamba mawazo yao yameoana, yani ni kitu sahihi kabisa. Kwa hiyo iko vizuri. Iko vizuri. Mimi naamini iko vizuri. Sisemi kwa moyo wa unafiki au kujikosha. Hapana, ili waone kwamba mzee amekuja kutunani na kweli ameamua kutupamba, lakini kitu chenyewe jinsi kilivyo ni cha uhakika. Asante sana mzee. Jamani, nashukuru sana na tunajaribu kufafanua na kuweza kupata vitu vingi zaidi ambavyo vinahusiana na hichi ambacho kiko hapa location. Bwana, Mama Zuu anaandaa movie moja kubwa ambayo nahisi itakuwa ni kama mapinduzi mwaka huu, kwa sababu ndio mwanzo wa mwaka tunaona kazi mpya ambayo Mama Zuu anaifanya. Kwa hiyo tuende kumsupport. Kazi itakuwa ni moto kuotea mbali. Tunapenda sana jamani. Hii Marechal. Usisahau kutufuatilia kwenye page zetu Facebook Marechal TV, lakini pia upande wa YouTube kama subscribe ili kuweza kupata notification kwa wakati. Tunawapenda sana. Mimi naitwa Kamanda. Nyuma kamera ni Chado. Tunawapenda sana. Chao. Marechal TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku.